za habari jana ulikutana na taarifa kumhusu mwanafunzi wa kidato cha 4 shule ya sekondari Kagemu ambayo iko pale manispaa ya Bukoba mkoani Kagera. Huyu ni Karen Mwamezi, alikuwa na umri wa miaka 18 ambaye amekutwa amejinyonga nyumbani kwake katika mtaa huu wa Nyakanyasi, sababu zikitajwa kuwa alilazimishwa kuhudhuria masomo na kukatazwa kucheza michezo ya bahati nasibu. Betting. Uwekezaji. Sasa betting mbona wanabeti watu wengi sana sasa hivi? Sasa ile wito wa wazazi, wewe soma. Kidato cha 4. Amechagua katika kuwekeza na kusoma, ameona bora akabeti. Sasa ni kati ya taarifa ambayo imesikitisha sana. Marehemu asemu yake. Yani unakosa neno la kuongezea. Kagera huko. Sasa tupate kwanza taarifa kamili kuhusiana na kisa hiki, alafu tarejea kwa ajili ya mjadala wetu kamili kuhusiana na jambo hili, hususan kuangazia kwa kina matukio ya aina hii ambayo yanahusisha uhusiano kati ya mzazi na mtoto akiwa nyumbani. Mara kadhaa yamewahi kuripotiwa matukio. Nitakupa rekodi na takwimu sahihi za matukio ambayo yamewahi kutokea kama haya ya uhusiano kati ya mzazi na mtoto. Tusikilize kwanza hii ripoti ifuatayo. Anafanya mtihani wa kumaliza. Alikuwa na mategemeo mazuri ya kunikuwa ananiambia vitu vizuri vya kunifariji. Ni kilio na majonzi kama huyu baada ya kumpoteza kijana wake aliyekuwa anasoma shule ya sekondari Kagemu iliyopo katika manispaa ya Bukoba. Lakini shuleni nilikuwa naenda nafanya hivi. Alikuwa na changamoto ya kutumia, mara anatoroka, mara anafanya hivi, lakini namleta. Wala nilikuwa simfanyishi wazabu ya kusema kwamba mwanangu anaweza kuniogopa kujinyonga, hapana. Akisimulia kisa mkasa cha kujinyonga kwa kijana wake, amesema kuwa enzi za uhai wake alikuwa na changamoto ya kutoroka na kutohudhuria masomo shuleni. Kaambia lakini na jana kumbe walikuwa wanazurura, hawakwenda shule. Basi kaambia kwanza nipande niende shuleni, niangalie kama shule anafika. Basi nikapanda, lakini nilipofika pale juu roho ikaniambia weze urudi nyumbani uangalie, yawezekana amerudi nyumbani akawa na hofu ya kufanyaje, kusema kwamba mama akienda shule akakuta sipo labda atanichapa. Nikarudi nyumbani, nikafikiri labda amerudi akavaa uniform kwenda wapi, shuleni. Basi kurudi ninafika hapa ninamkuta mwenyekiti na mjumbe jirani yangu. Ninafika na mjumbe ananiambia Karen amejinyonga. Kaambia Karen, taarifa nimesipata asubuhi, kuna kijana alikuwa amekuja kuomba kimashini cha kufuatilia tofali. Alipoita akusikia mtu anayeitika, kwa kuwa ni juzi alikuwa anafunga linta hapo, akaamua ingie moja kwa moja ndani. Alipoingia ndani kuja kugeuka akakuta kidogo alikuwa anaeleza yeye, akakuta dogo amesimama kama vile anastahili kutaka kujinyonga, lakini akajiuliza, alimuuliza wewe unanitania unafanya vitu gani, lakini anaona mtu kimya. Kuja kushtuka kaona huyu mtu kumbe ameshajinyonga na akaja kuniita hapo. Sasa ilikuwa kama saa 2:04 hivi. Jirani yake anayeitwa Richard Sostenes akanipigia simu, akaniambia hapa jirani kuna mtoto amejinyonga kijana. Ikabidi nifunge kibanda changu hapo ninapouzia mitungi, nikapandisha. Nilipopata uhakika nikafanya maamuzi ya kumpigia mkuu wa kituo cha polisi. Polisi wakatupa ushirikiano, wakasema tunakuja ndani ya risali 1:30 walifika. Nilipofika nikawapokea kule chini, nikawapandisha mpaka hapa kwenye tukio. Tukachukuliwa maelezo, wakuhojiwa wamehojiwa. Baadaye wakasema utaratibu unaofuatwa tunampeleka hospitali kufanyia uchunguzi wa kidaktari kesho, na baada ya kesho ule mwili wataukabidhi kwenye familia. Hili ni tukio la 3 la mtu kujinyonga katika mtaa huu wa Nyakanyasi kwa mujibu wa taarifa ya mwenyekiti wa mtaa huu. Sasa sio mara ya kwanza kwa kutokea matukio kama haya ambayo yanahusisha uhusiano kati ya mzazi na mtoto nyumbani. Nikupa rekodi na kumbukumbu kidogo. Unakumbuka mwezi March mwaka 2024 mwanafunzi wa darasa la 6 katika shule ya msingi Sinde pale mkoani Lindi, yeye alifariki dunia baada ya kujinyonga kwa kutumia kamba ya kitambaa, chanzo kikidaiwa kuwa ni kulazimishwa kwenda shule. Na pia hata mwezi ilikuwa ni Februari 27 mwaka 2023
Mwanafunzi wa darasa la 6 katika shule ya msingi iliyoto pale jijini Mbeya alifahamika kwa jina la Ibrahim Edson mwenye umri wa miaka 12 wakati huo alifariki dunia baada ya kujinyonga ndani ya chumba chake kwa kutumia kamba ya katani. Chanzo kikidaiwa alifokewa na wazazi wake. Umeelewa hiyo? Na hata mwezi Desemba mwaka 2022 mwanafunzi Lasmin Kombo alikuwa akisoma kidato cha kwanza katika shule ya sekondari Masaki pale wilayani Kisarawe mkoani Pwani. Yeye alijinyonga baada ya kugombezwa na wazazi wake kwa kujihusisha na mahusiano ya kimapenzi. Na hata Aprili 2024 pia Rahel Nyasi aliyekuwa mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya sekondari Mgololo wilayani Mufindi mkoani Iringa, yeye alikutwa amejinyonga baada ya kijana anayedaiwa kuwa na mahusiano naye ya kimapenzi kwa wakati huo kukamatwa na polisi. Na hata binti wa umri wa miaka 28, hili tukio lilikuwa mwezi Januari mwaka 2024, alifahamika kwa jina la Mariam Ngasa, mkazi wa mtaa wa Nyihogo, manispaa ya Kahama mkoani Shinyanga. Yeye alikutwa amejinyonga chumbani kwake kwa kutumia kitenge. Na chanzo kidaiwa kuwa aligombezwa na baba yake kutokana na kwenda kwa mchumba wake. Umeelewa? Yaani matukio ambayo yanahusisha mawasiliano kati ya mzazi na mtoto ambayo hatima yake inaishia kwenye kujinyonga. Sasa hili la ripoti jana na ambalo tunalizungumzia leo kama shamba darasa, kwa maana habari ya mfano kutokea pale Kagera, ni ya kushtua zaidi. Kwa sababu tuliona kama vile walau baada ya jitihada kidogo kulikuwa kama kuna auheni hivi. Hatuko tuna ripoti matukio ya aina hii mara kwa mara. Sasa tunamtafuta Profesa tuungane naye wala tupate kwa kina kuhusiana na kisa hiki ambacho kimewacha wengi mdomo wazi. Kumbuka Karen ni binti wa kike na sababu inayotajwa ni hiyo ya nini? Kujinyonga kisa kubeti. Faisal huyu hapa umempata hapo? Tazungumza naye. Faisal, taarifa uliyosikia hapa ni ya kwake, Faisal Ahmed kutokea pale Kagera. Faisal, habari za asubuhi, habari za Kagera ndugu yangu? Habari za asubuhi ni nzuri na habari za Kagera ni nzuri kabisa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kumeweza kupambazuka salama kabisa. Sasa kwenye hili tumesikia mengi, lakini natamani kufahamu ni taarifa inaeleza kwamba alijinyonga baada ya kukatazwa kucheza michezo ya kubashiri tunavyoita yenyewe. Walitumia staili gani kumkataza? Ilikuwa ni ugomvi au wazazi wanazungumza kwamba walimwambiaje mpaka akaamua kuchukua hatua hiyo? Ni historia ndefu kidogo. Kwa mujibu wa maelezo ya mama mzazi wa kijana huyo ambaye anajulikana kama Rosemary Fadhiri, ina maana kwamba kwa muda mrefu alikuwa akihangaika na mtoto wake, akimsisitiza kuachana na michezo ya kamari, kuachana kuzurura mtaani, lakini pia alikuwa akimwekea juhudi za kuwa serious na masomo. Ina maana kwamba mtoto wake alikuwa anataka aendelee kimasomo. Lakini yule kijana ambaye anajulikana kama Karen Mwemezi mwenye umri wa miaka 18, hadi kufikia jana ile alfajiri mama yake mzazi alimwamsha asubuhi kwa ajili ya kumsisitiza kwamba hiyo siku anataka aende naye shuleni ili kuhakikisha kwamba amefika maeneo ya shuleni. Lakini yule kijana baada ya kuamka asubuhi kwa ajili ya kujiandaa kwenda kwenye masomo, yeye aliamka kaenda uwani, lakini baadaye mama yake akawa anamfuatilia kujua kama huyu anajiandaa kweli au hajiandai kama ilivyo taratibu zake. Kwa muda fulani hivi wakati mama yake yuko ndani na yeye anajiandaa ili aende naye, kuna muda alisikia kama kishindo, kama mtu anaruka kwa nje. Na kile kishindo kilimshtua mama yake, akaanza kufuatilia kwamba huenda labda mtoto wake amemtoroka tena kama ilivyo kawaida yake. Alivyokuwa anaambiwa aende shuleni, yeye anatoroka anaenda mtaani kwa ajili ya kucheza kamali, kwa ajili ya kucheza ile michezo ya kubahatisha na kwenda kucheza pool. Na hata majirani na wao wameweza kuelezea kwamba ni kweli kwamba yule kijana alikuwa akijihusisha na hiyo michezo badala ya kwenda kwenye masomo. Kwa hiyo baada ya kusikia kile kishindo, mama akatoka nje akaanza kumfuatilia, hakumuona tena kwenye mazingira. Sasa ndo akachukua jukumu la kuingia mtaani kumtafuta ili akisha nampata anaenda naye shuleni. Shule anasomea shule ya sekondari Kagem iliyopo manispaa ya Bukoba mkoani Kagera, na alikuwa ni mwanafunzi wa kidato cha 4. Na hivi karibuni walikuwa wamemaliza kufanya mitihani ya muhula. Na maana kwamba hicho kipindi na ni kipindi ambacho yeye alikuwa anakitumia sana
kuzula mtaani, lakini yeye mama yake alikuwa anajua kwamba mtoto wake yuko kidato cha 4, hana muda tena wa kuanza kuzula, ila cha kufanya ni kuweka msisitizo kwenye masomo. Kwa hiyo akaanza kumtafuta na mulizia mtaani, anamkosa, hadi akachukua hatua ya kwenda moja kwa moja kwa mwenyekiti wa ule mtaa wa Nyakanyasi ambaye anajulikana kama Arnold Ngirwa. Alipofika kwa mwenyekiti akampa taarifa za mtoto wake kutoweka kwenye mazingira na nia yake alikuwa anataka aende naye shuleni. Basi na mwenyekiti akawa amepata ile taarifa, akaendelea kumtafuta. Lakini baadaye kwa juhudi za kumtafuta zilivyoshindikana, ikabidi ageuze arudi tena mazingira ya nyumbani. Wakati yuko njiani anarudi nyumbani, akakutana na mwenyekiti na baadhi ya majirani, ndo akampa hizo taarifa za kwamba Karen amejinyonga, amekutwa pale nyumbani amejinyonga. Na mazingira ambayo alikutwa amejinyonga ni kwamba alichukua ngazi, lakini pia akachukua waya wa mtandao ya simu akatundika juu na kuweza kuchukua hatua za namna hiyo. Na miongoni mwa watu ambao walikuwa ni wa kwanza kumuona alikuwa ni kijana ambaye alikuwa anajishughulisha na shughuli za ujenzi pale nyumbani kwa kina Karen. Alikuja kuchukua kifaa mojawapo kwa ajili ya kwenda kwenye kazi nyingine, kwa kuwa pale shughuli za ujenzi zilikuwa zimesimama. Kwa hiyo ndo alikuja kuchukua kile kifaa. Alipokuja kuchukua kile kifaa ndo akakuta yule kijana amejitundika kwenye kamba. Ukizungumza na wazazi wala kwa dakika moja hii, wazazi au majirani, inaonekana ni mtu ambaye alishawahi kuattempt tena matukio kama haya, au na yeye anashangazwa kuona ni mara ya kwanza? Kwa maelezo ya yeye mzazi ni kwamba ile ni mara ya kwanza kwa kushuhudia kitu cha namna hiyo. Lakini pia kwa maelezo pia ya mtendaji mwenyekiti wa ule mtaa, na kama wanasema kwamba lile ni tukio la 3 la mtu kujinyonga kwenye lile eneo. Lakini mtu wa kwanza alijinyonga na kufariki, wa pili alikuwa kwenye mazingira ya kujinyonga, lakini walibahatika kumkuta kabla hajakata roho, wakamwahi, wakamchukua, wakatafuta ndugu, wakamwasilisha. Kwa hiyo akawa ameokolewa namna hiyo. Lakini huyu wa 3 na yeye ndio hivyo, alikuta tayari ashapoteza roho. Bwana Faisal, tunakushukuru sana kutoka Kagera. Nakushukuru sana. Haya, nilimuuliza hiyo ya historia kwa sababu matukio mengi pia wanaanzaga wanaanza kuonyesha dalili, afu mimi maisha haya nini kwa mujibu hajawahi kuwa na historia hiyo, kama alikuwa anajifikirisha tu mwenyewe. Lakini pia ya kusema eneo moja yanatokea matukio 3 mangapi, na watu kama inahamasisha hivi kwamba njia kuepuka matatizo ni kujinyonga. Kuna wenzangu wanafanya. Kwa hiyo mtoto mdogo unajua anaweza kaona moja na mimi sikuwa kinikasirisha, mimi naondoka zangu. Sasa hapa kuna mambo ambayo yamejitokeza kwenye kisa hiki ambayo ukiangalia mambo ya msingi yapo kadhaa, lakini kubwa zaidi ni uhusiano kati ya wazazi na watoto. Wazazi tuseme watoto wa kileo na wazazi. Bwana, kati ya moja ya kisa kikubwa watoto wa kileo na wazazi. Hata wazazi nao ni wa kileo. Unajua nikwambie kwa nini? Wazazi wa kileo sio watoto wa kileo. Unajua? Ni watoto wa kinyuma kidogo. Kileo mnamaanisha kuanzia lini? Wakileo yani wa zama hizi. Abeli hata generation Z sasa hivi wanazaa wana watoto. Mimi nikwambie kisa. Kwa nini nakwambia hili jambo? Nitaanzia mbali kidogo. Sawa. Niwape kisa kimoja kinachomhusisha Sheikh Rashid bin Said Al-Khartoum. Ilikuwa inaitwa Sheikh Rashid bin Said Al-Maktoum. Huyu alikuwa mmoja wa waasisi wa ile Jumuiya ya Falme za Kiarabu na mtawala wa Dubai katika miaka ile 1958 hadi 1990. Yeye aliwahi kuulizwa swali katika moja kati ya mazungumzo yake Al-Maktoum. Kuhusu mustakabali wa Dubai na maendeleo yake ya kasi wakati ule Dubai ikiendelea sana. Napenda sana story hizo. Sasa yeye aliulizwa swali kuhusiana na mustakabali huo, anaiona wapi Dubai baada ya Dubai kuanza kuendelea kwa kasi sana. Alijibu majibu yafuatayo, ngoja ninukuu. Alisema hivi: babu yake yeye alipanda ngamia. Ndio. Baba yake alipanda ngamia. Yeye mwenyewe ameendesha Mercedes Benz. Mwanae anaendesha Land Rover. Mjukuu wake
ataendesha Land Rover na hizo nini hizo zitakazokuja. Lakini kitukuu chake atapanda tena ngamia kama alivyopanda babu yake na bibi yake. Yana maana? Sasa aliuliza hivyo hivyo. Bwana anamaanisha nini? Yeye alijibu kuwa nyakati ngumu hujenga watu imara. Ndio. Watu imara hujenga nyakati rahisi. Nyakati rahisi hujenga watu legelege. Na watu legelege huleta nyakati ngumu. Umeelewa? Mungu yake mkakati sana leo. Sasa hii ndo kizazi. Sasa umeona maana yangu kuambia wazazi watoto wa kileo. Watoto wa kileo ndio hawa waliotokana na kizazi legelege ambao automatic wanaenda kutengeneza nyakati ngumu. Nikupe mfano. Sisi wakati wetu, wakati tunakuwa, ukifanya tukio labda mtaani, umejikojolea mtaa mzima, Mzomeni, Kindumbwe unatembezwa na bado una ujasiri wa kuendelea kudunda kuishi. Sisi wakati wetu, umefanya tukio shuleni, labda umetuma barua kwa bebi, imekamatwa. Inasomwa pale, kengele ya dharura inapigwa kwanza. Unaitwa mgeni rasmi, ukae mbele. Na barua yako ilivyojieleza inasomwa pale mstari. Watu wanacheka. Watu wanacheka sana. Unajua? Lakini baada ya pale maisha ya ujasiri wa kuendelea, yani mapokeo ya yale ambayo unajua kwa rika letu wakati huo wale tulipokuwa wadogo kwa umri wetu, sio rahisi kubeba mambo kama hayo, aibu kubwa, kuchekwa, kukataliwa. Ulikuwa ni mkakati wa jamii kuonya vijana wake. Sio tu kuonya, hata kujengewa. Unajua hivi tulivyo leo, hata ukikutana na kitu gani mtu una survive. Sasa ona watoto wa kileo. Mzazi kamsema amejiua. Mzazi kamsema amekimbia nyumbani. Ameondoka, amekasirika. Umeelewa hiyo? Lakini sisi wakati wetu tunakutana haya matukio, uvumilivu. Yani ukipigwa, ukilia unapigwa, usipolia unapigwa. Unajua zile na ikatusaidia kujenga. Unajua kama nyakati ngumu zilijenga watu imara. Watu imara wakajenga nyakati rahisi. Na hizi nyakati rahisi zikajenga watu legelege, ambao watu legelege wakatengeneza tena nyakati ngumu kwenye jamii yetu. Kwa hiyo unataka kusema hapo kwamba tuna hatari ya kutengeneza watu legelege ambao tunao. Sawa. Sasa watu legelege tulionao wanatengeneza hatari ya kutengeneza nyakati ngumu. Tutarudi nyuma zaidi. Warudi hata kwenye maisha ya kawaida. Sasa hivi hata kuna mtu anayefikiria tena. Mtu kitu AI Google anauliza. Hata kufikiri. Hata calculation zile tano mara ngapi anaingia kwenye calculator ya simu, anazidisha. Usipotezee muda. Atumii kichwa, atumii tena nini. Umeona hiyo? Google usipotezee muda. Sasa huyo mtu kichwani anabakiwa na nini ukimtolea hivyo vitu vyote? Mtu mmoja juzi aliniuliza swali akaniambia, hivi wakati unasoma enzi hizo, sio zamani sana lakini ni miaka ya nyuma, shule ya msingi labda, ulikuwa unajua sheria ya kwamba fimbo ni 3 shuleni? Wewe ulikuwa unajua? Sio unapigwa hadi 8 10, unaona mwalimu anakuwa unalialia, baadaye unakuwa mkomavu yani. Lakini siku hizi mwanafunzi akipigwa fimbo 4 anaenda kusema nyumbani kwamba kuna sheria imekiukwa shuleni. Na unajua unapigwa fimbo nyingi ngapi? 4. Tena ilikuwa mbinu pekee ya kuepuka hiyo ni wewe kutengeneza uhusiano mzuri na mwalimu. Kwamba bwana mwalimu, hatusemi kwamba fimbo unakuwa naye karibu mwanafunzi sawa, lakini ilikuwa haijawekewa attention hivyo. Yani wewe ulinzi wa style hiyo unafanya sasa mtoto ajione kwamba mimi hapa yenyewe naweza nikamshtaki hata mwalimu mwenyewe. Kuna namna ambavyo mifumo yetu sasa imebadilika sana. Sawa ambavyo vile inatishia hata uhalisia mazingira yetu. Yani namna ambavyo dunia ilivyoenda kwa kasi zaidi. Teknolojia, masuala ya malezi, haki za binadamu. Yani inatishia ule uhalisia wa mifumo yetu sisi kama watu. Kwa mfano hapo tunazungumza masuala kwa mfano ya AI. Sawa, si masuala ya teknolojia. Maana ni kwamba inatusababisha sasa kama kuwa soko la wengine, kwa sababu si mifumo ishaandaliwa inatatua changamoto zetu. Sasa nyie ambavyo mna changamoto huku, kuna mifumo ishatengenezwa inakuja inakuwa inafanya solution. Sasa nyie kama vichwa vyenu ambavyo mnavyo Mungu amewapa kama alivyowapa wale, mnaweza hivi kuja na suluhu ya majabu yenu. Kwa mwisho siku sasa inawatengeneza kuwa kama ni watu ambao ni tegemezi zaidi. Yani kuna kufikiri si kuna nini kwenye kila kitu. Kama tunahitaji kama somo jipya kwenye elimu zetu na kwenye maeneo yetu yote,
kufundishwa namna ya kuendelea kutumia akili yetu wakati teknolojia inakuwa. Na ogopa sana mtu ambaye anakusaidia usitumie akili yako. Akili yako. Kuna namna. Yaani wewe sababu siku hizi ukifuatilia Google hapo ingia fuatilia vioni, fuatilia hata vioni. Tumeenda nje ya mada mbali sana, lakini ukienda vioni huko hata ukimuuliza mtu aliyefanya research yake imaliza, muulize nipe asilimia za akili yako kwenye research yako nzima, ni ngumu. Atakuwa katumia 10%, 90 ka Google. Sababu nataka wengine anaajiri kabisa mtu yani ukiandika topic yako labda changamoto ya wanyama pori sio kwenye nini ukiandika Google, kuna mtu Zambia alifanya mtu anachukua na edit majiji anaweka tu pale Dar es Salaam, wapi anaweka Dar es Salaam, nchi anaweka Tanzania. Sasa sababu msimamizi pia hiyo Zambia kuiona ananyosha. Yani na kitu ambacho sasa kimerudi kwenye malezi na kuanza kuathiri jamii moja kwa moja. Sasa hii tunachokiona sasa hivi ni matokeo. Watoto kujiua, mtoto si kufanyaje. Unajua kisa kinachohusisha mzazi na mtoto. Yaani sio kisa ambacho kinakuja kuwa mjadala kwenye media wakati wetu. Kwa sababu ni visa ambavyo kimira vilikuwa vinaishia kwenye familia ambavyo unaamini huyo mzazi yuko right, ana nia njema. Yaani kwa vyovyote vile mzazi ana nia njema. Hizi mtoto kuna muda anamuona mzazi ana nia njema. Yaani mzazi akikufokea siku hizi inaonekana kama ni mhalifu kwako. Kazi zamani ilikuwa mpaka mama amekasirika basi ile jambo litakuwa mpaka mama amekasirika nilikuwa nimemuudhi kwa ngoja niache. Lakini sasa hivi kuna kazi kubwa sana ya kutathmini malezi yetu. Sasa hivi mzazi amekasirika unamuelewesha kwamba sikiliza mama hiyo hivi. Jamani muda kumuelewesha mama unapata wapi? Yaani zamani mama akinuna manake wewe umezingua, yani automatically inabidi ubadilishe na hata ukiangalia hata adhabu zilikuwa zinaanzia mtawa 7. Nyumbani ni kuhitimishiwa. Yaani nyumbani kuanza kupigwa kule barabarani. Yes, kwezi leo sasa hebu angalia. Umezaa wewe. Sasa wewe mzazi kama kwa mfano huyo ni mzazi anakuonya ama anakufokea. Alafu matokeo tunaojadili mtoto amejiua. Pata picha huyo mtoto, jamii itakuwa inamuogopa kiasi gani, najitenga naye kiasi gani, kwamba sasa hivi watoto wa watu ikitokea umempiga singi au kampiga kofi kidogo, sisi tunapigwa adhabu hadi ya makwenzi. Rafiki yangu unaambiwa inama upigwe kwenzi. Na tena jamaa yangu mmoja alikuwa na roho mbaya, lakini anataka tu kufunza. Mimi kuna yani jamii ilikuwa na wajibu wa kuadibisha, na nakwenda kumwambia mzazi wangu nimkuta mwanao anafanya hiki na hiki na hiki, nimempiga makofi, unapigwa kule unaje kupigwa na kupiga fimbo. Kuna mtu mmoja wakati tunakuwa siwezi kumsahau kwenye hizo adhabu za makwenzi, anakuwekea hivi mkono alafu anakuambia rukia jipimie mwenyewe, na ukirukia anashusha mkono chini. Yaani wewe ukirukia unakutana naye katikati. Sawa bwana. Dakika 57 baada ya saa 12. Tuandikie na wewe maoni yako kwenye hili ambalo tumelizungumza la malezi na namna ambavyo watoto wetu kwa wakati huu wanalelewa. Tukirudi itakuwa ni muda wa habari za biashara. Hiyo ni kwa Lenzi. Asante pia kwa wale wote ambao mnaendelea kutuandikia maoni popote pale mnapotuandikia kule.